بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا أو قائما آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين
وأمرت لأن أكون أول المسلمين. صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسل إكمالا للمنة، وعلى آله وأصحابه الذين اتباعهم لنا جنة. أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، hakuna kitu kinachonifurahisha katika mzunguko mzima wa maisha yangu kama kukutana na vipenzi wa Mwenyezi Mungu. Nani vipenzi wa Mwenyezi Mungu? Ni nyinyi ambao mumewacha makazi yenu mukaja msikitini kwa lengo la kuyasikiza mazuri. Kwa hivyo nyinyi ni ahbabullahi wa rasuli, ni vipenzi wa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kwa hivyo linalonifurahisha, linalonipa afya tamamu ni mimi kukutana na nyinyi. Vile vile linalonizidisha shauku kubwa ni ile hudhuri yenu, mnavyosikiliza, mnavyoyapokea yale mnaoambiwa, yanipa moyo kwamba naam, huu ni umma ulio hai, ni umma ambayo unakubali kupokea. Baada ya kupokea unakubali kubadilika, kwa sababu Mwenyezi Mungu asema fabashir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wape bishara waja wangu wale ambao yastami'una alqawla, wanalisikiliza neno, si wanasikiliza maneno, wanalisikiliza neno. Fayattabi'una ahsana, wanafuata zuri lake zaidi. Ajabu, Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu hakusema fabashir ibad alladhina yastami'una alqawla thumma yattabi'una ahsana. Hapana, alisema fayattabi'una ba'da alistima' alittiba'. Baada ya kusikiliza ni kufuata. Nikiziangalia nyuso hizi, nikiangalia hudhuri hii, yanipa bishara kwamba ni hudhuri yenye istima' na ni hudhuri ambayo ina ittiba'. Niseme hivi kwamba yaum al-qiyama Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu atakapokuwa yuwaita watu, na mimi na wewe tutakuwa tumo ndani. Mtume asema katika hadithi al-Quds, yaum al-qiyama Mwenyezi Mungu atanadi aseme aina almutahabbuna bijalali alyawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Wako wapi wale almutahabbuna bijalali, waliopendana, walioshikamana,
walioitikia miito yao bijalali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wako wapi? Nataraji Masjidi Konzi waman fihi, na waliomo ndani yake, na sisi tutaelekea ila Allah jalla jalalu. Ayuha sada, mada yetu ni kwa nini twafanya ibada. Limadha na'budu Allah, kwa nini tumtumikia Mwenyezi Mungu? Lakini suala hili sitoliweka mwanzo, nitaliweka kati. Mada yangu itakuwa na vigawanyo vinne. Kwanza, limadha khuliqna, kwa nini tumeumbwa. Sehemu ya pili katika mada yangu itakuwa inaonesha kwamba hikamun wa maqasidul ibada, hikma na makusudio ya ibada. Sehemu ya tatu ndio itakuwa limadha na'budullah, kwa nini tuamwabudu Mwenyezi Mungu. Sehemu ya nne itakuwa ni nataijul ibadat, natija inayopatikana zamani tunapofanya ibada. Tuweni pamoja katika kuzidondoa na kuziangazia nukati hizi kwa haraka haraka, ili tukitoka katika msikiti tuwe tunajua ni kwa nini tunamwabudu Mwenyezi Mungu, na pana hikma gani katika kumwabudu, na ni kwa nini tumeumbwa, na natija za ibada ni zipi. Nianze na kifungu cha kwanza, limadha khuliqna, kwa nini tumeumbwa. Umeshawahi kukaa siku moja faragha ukajiuliza kwa nini umeumbwa? Kwa nini umeletwa duniani? Na ni kwa nini uwe wewe binadamu na majini? Ushauliza kwa nini? Au pana hikma gani Mwenyezi Mungu katika viumbwa vyote wewe ndio uwe ashraful khalq, bora wa viumbe, bora kuliko ng'ombe, bora kuliko jini, bora kuliko malaika, bora kuliko. Ni kwa nini uwe ni wewe? Ushawahi kujiuliza kwanza? Au kwa nini, limadha khuliqtu, kwa nini nimeumbwa? Suala hili ni haraka sana kulijibu. Nikupe mfano. Mimi na wewe tunapomwajiri mtu kama wewe, kisha asitekeleze yale uyatakayo wewe, unamuuliza hivi, una faida gani wewe kuwa hapa na hutekelezi kazi? Umemwajiri mtu kazi yake ni kufanya usafi, kuwe kuna uchafu, utamuuliza faida gani wewe kuwako hapa na husafishi? Faida gani? Ina maana hujijui kwa nini uweko hapa, na hujijui ni nani wewe ulioko hapa. Iwapo ni mwalimu haingii darasani au yuwaingia andakavyo yeye, utamuuliza faida gani wewe kuwa mwalimu au ustadhi na huingii darasani? Kwa mafuhumu haya kwamba hajajifahamu yeye ni nani na hajafahamu majukumu yake ni nani. Limadha khuliqna, kwa nini tumeumbwa. Mwenyezi Mungu jalla jalalu katika Al-Qur'an Al-Karim aonesha kwamba mwana wa Adamu ndio kiumbe peke yake ambacho kilikubali, ambacho kilipokea faraidhi za Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Mwenyezi Mungu asema katika Al-Qur'an Al-Karim mwisho wa suratul Ahzab, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Mwenyezi Mungu asema inna aradna al-amanata, sisi tumeonesha amana. Al-ard bimaana kuonesha, kama vile maonyesho yaitwa ma'rad
ambao ni almasdarul mimi, ma'rad, mahali pa maonyesho, show. Inna aradna al-amana, sisi tulionesha amana. Mufassirun wanasema al-amanata huna bimaana al-islam, naam, ala ar-ra's wal-ain. Baadhi wengine akasema al-amanata huna ni zile faraidh za Mwenyezi Mungu, kina salawat, zakawat na zinginezo, ndio maana ya amanat. Yawezekana na zote tafsiri mbili zinakubalika. Inna aradna al-amana, Mwenyezi Mungu asema sisi tulionyesha ardh, zile amana, ala samawati, tukaonesha mbingu na ardhi, fa abaina an yahmilnaha, mbingu, ardhi, majabali na viliomo ndani vikakataa an yahmilnaha, kubeba majukumu, kubeba faraidh, kubeba Uislamu. Hendo kajiuliza, na malaika nao walikataa, kwa sababu malaika la yaasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun. Ikiwa ardhi ilikuwa samawati, ilikuwa katika ardhi, ilikuwa majabalini, na malaika walikuwako na wao walikataa, lazima tofautishe. Hatuzungumzi amri, natakallamu haula al-ardh, la natakallamu haula al-amri. Tunazungumza al-ardh, vilioneshwa thamani yake, sala yaoneshwa ukubwa wake, zaka zaoneshwa umuhimu wake, hija yaoneshwa kazi yake. Ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilna wa ashfaqna minha, zote zikawa haziwezi kubeba faraidh. Wa hamalaha al-insan, mimi na wewe tukabeba, mimi na wewe tukakubali kwamba tuko tayari kutekeleza, tuko tayari kusali, tuko tayari kuhiji, tuko tayari kutoa zaka, tuko tayari kusimama usiku, tuko tayari kusoma Qur'an, tuko tayari kumsalia mtume. Wa hamalaha al-insan, mwanadamu akabeba, akakubali. Innahu kana dhaluman jahula, hakika huyo mwanadamu hakuacha kuwa ni dhaluman, kwa sigha ya mubalagha, ni mwenye kujidhulumu mno. Jahulan, ni mjinga mno kwa kubeba amana, kwa kutotekeleza amana. Kwa kubeba swala asitekeleze swala, kwa kubeba zaka asitekeleze zaka, kwa kubeba hija asitekeleze hija. Innahu kana dhaluman jahula. Kwa hivyo limadha khuliqna, tumeumbwa kwa ajili ya nini? Tumeumbwa kwa sababu tubebe zile faraidh, tubebe Uislamu, tutekeleze ibadat. Ndio lengo la sisi kuumbwa. Unaposoma katika Al-Qur'anul Karim biddiqa wa im'ani an-nazar, utaona Mwenyezi Mungu mara nyingi anapozungumza na mwana wa Adamu anasema afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Munadhani, munafikiria, munaona annama khalaqnakum abathan, kwamba tumewaumba basi mcheze tu, mje duniani mulale, mje duniani mfanye mtakalo. Wa annakum ilaina la turja'un, kwamba hamtorudi kwa Mwenyezi Mungu. Ukisoma aya nyingine Mwenyezi Mungu asema ayahsabu al-insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha. Ayahsabu al-insan, adhania mwanadamu, an yutraka suda, awachwe rebe,
afanye atakalo, awachwe kiholela sabahalala, aabudu atakavyo, afanye atakalo. La, silo. Tumemuumba mwanadamu kwa malengo. Ndio tamuona mdudu mdogo, au tumuite ndege mdogo. Ndege mwenyewe ajulikana, ni maarufu wa msoma. Ndege mwenyewe ni hudhud. Alishangazwa, aliona ajabu kumwona mwana wa Adamu anamtumikia asiyekuwa Mungu, na ameumbwa kwa kazi ya kumtumikia Mungu, ameumbwa kwa lengo la ibada. Wakati hudhud alipotoka ghafla, kama Qur'an inavyoeleza kwa kisa kirefu, watafaqada at-tayra faqala ma liya la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin. Tafaqud shay'i ni kukitafuta baada ya kukikosa, ndio tafaqud bilughati al-arabiyya. Watafaqada at-tayr, Suleiman yatafaqadu at-tayra, hamuoni, faqala ma liya la ara al-hudhuda. Ikaendelea kile kiswa, hatuna haja kukidondoa kalima tilwa ukhra. Tunachokitaka ni pale makanu shahid. Famakatha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Hudhud amwambia Nabii Allah Suleimani, ahattu, nimeyazunguka. Al-ihatatu akbaru min al-ilm katika lugha. Ihata ni kukizunguka kitu dhahiran wa batina. Ndio Mwenyezi Mungu anasema wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Ihata ni kukielewa kitu ndani, nje, sampuli yake, muundo wake, imekurubiana na maana ya idrak. Weza kuwa na ruya mbali, weza kuwa na idrak kitu mbali, weza kuwa na ilmu kitu mbali, weza kuwa na ihata kitu mbali. Lakini hudhud atumia lugha ya juu kabisa, asema ahattu bima lam tuhit bi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Nimekujilia kutoka Saba na habari ya kweli. Habari yenyewe ni ipi? Amempata imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah. Hii ndio ajabu anayoiona hudhud, kwamba mwanadamu ameumbwa kwa lengo la ibada. Huwaje akaabudu jua ambalo jua ameumbiwa yeye? Huwaje akaabudu nyota, nyota ameumbiwa yeye? Huwaje akaabudu mti na mti ameumbiwa yeye? Limadha khuliqna, kwa nini tumeumbwa? Jawabu ya haraka kwamba khuliqna lilibada, tumeumbwa kwa ajili ya ibada. Soma katika hadithi al-Qudsi al-Jalil, Mwenyezi Mungu asema ya ibn Adam khalaqtuka lilibadati fala tal'ab wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Ya ibn Adam, ewe mwanadamu, khalaqtuka lilibada, nimekuumba wewe kwa ajili ya ibada. Fala tal'ab, usicheze, usiishi hovyo, usiishi bila kufanya ibada. Khalaqtuka liibada fala tal'ab wa dhamintu laka rizqak. Mwenyezi Mungu asema amedhamini riziki yako, fala tat'ab, usitaabike. Bimaana viungo vikitaabika na moyo ustaabika ukamsahau Mwenyezi Mungu. Usije ukaelewa fala tat'ab bimaana bakie nyumbani, usende kufanya kazi, sio. Wanazuoni wasema fala tat'ab bimaana viungo vyako vifanye kazi, lakini nafsi yako
moyo wako usimsahau Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Unaposikia hayya ala sala ila almasjid, unaposikia wa atimmu alhajja wal umrata lillah, una pesa ila alhajj. Unaposikia wa aqimu sala wa atu zaka, na una senti toa, lakini na ibada unafanya, na vile vile na kazi zako unafanya. Limadha khuliqna ayuha sada, kwa nini tumeumbwa? Jawabu ya haraka kwamba khuliqna lilibada, tumeumbwa kwa ajili ya ibada. Baada ya Mwenyezi Mungu kutuumba, akatusakhirishia vyote vilioko pambizoni mwetu. Miti ni yetu, ardhi ni yetu, mbingu ni zetu, hayawani ni wetu, kila kilioko ni chetu, ili usipate sababu ya kutoabudu. Isome Qur'an, utaona wasakhara lakumush shamsa wal qamara. Mwenyezi Mungu amesakhirishia jua, mwezi, vyote ni vyenu. Soma Qur'ani, unaposoma wayasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas, ni yetu hiyo. Wanakuuliza kuhusu ahilla, miezi miandamo, kazi yake nini? Linnas, kwa ajili yako, ili ikitumikie wewe, ili ujue wakati wa ibada, ili umtumikie Mola wako. Kwa hivyo jua na mwezi na viliomo ndani yake ni vyako. Ndipo Mwenyezi Mungu jalla jalalu katika Qur'an anasema huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia. Mwenyezi Mungu ambaye kwamba khalaqa lakum, ameumba kwa ajili yenu wana wa Adamu, ma fil ardi jami'an, vilioko katika ardhi vyote tumeumbiwa sisi. Ndio tamuona Imamuna Shafi'i radhiyallahu anhu katika miongoni mwa kawaidi zake za usulul fiqh, yeye aonesha kwamba vitu vyote ni halali kutumia, hata yadulla dalilu ala tahrimi, mpaka kuje dalili kwamba ni haramu. Ingawa Abu Hanifa ni kinyume cha hivyo, lakini Imamu Shafi asema vitu vyote ni halali mpaka kuje dalili kwamba ni haramu, msitumie. Ndio nakumbuka mmoja katika wanavyuoni wetu Afrika Mashariki, ashakufa Mungu amrahamu, aliulizwa namna gani, ni hukumu gani siku hizi watu wanaposilimu wanasilimu na gitaa lao. Wajua kuna wengine huwa ni waimbaji, mara huja kumsifu mtume na gitaa tu ya nabii na ukapiga gitaa lake. Wengine asilimu akaja na piano lake akawa alipiga amswalia mtume. Hukumu yake nini? Alijibu kwa haraka sema na vile pia vimesilimishwa. Ikiwa zamani lilikipigwa kwa haramu, limesilimishwa la msifu mtume. Ikiwa zamani gitaa la pigwa kwa maasi, sasa limesilimishwa la mswalia mtume. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Na hii ndio nazindua Waislamu. Waislamu tuna ajabu kubwa. Nitakupa mfano. Lau katika mwaka mpya wa Kiislamu tukaamua tutengeze mti, ule mti tuandike Happy New Year au Islamic Happy New Year. Lau tukatengeza, watoto kwa watu wasema angalia, wanawaigiza wasiokuwa Waislamu. Miti ni yetu sisi, ni ya wao. Miti ni yetu sisi, ni yao. Ardhi ni yao, ni yetu. Na viliomo ndani ni vya nani? Ni vyetu. Tunaweza kuvitumia kwa maslaha ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo vyote vilivyoumbwa ni vyetu sisi ili kumtumikia Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Limadha khuliqna. Nisibakia hapo muda mrefu tukakosa nataij, tukakosa na mengi ambayo tuyatarajia. Kwa hivyo tumefahamu kwamba khuliqna lilibada, tumeumbwa kwa ajili ya kumtumikia Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Tuje
katika sehemu ya pili, hikamun wa masalihul ibada. Hikma na maslaha ya ibada. Kuna wanavyuoni wameandika vitabu wakaviita fiqh al-masalih al-sharia. Fiqh masalih al-sharia, yani fiqh ya masalih zile katika sharia. Nini maslaha ya swala? Nini hikma ya swala? Nini hikma ya zaka? Nini maslaha ya yote? Lakini kabla hatujaenda hapo, turudi katika asili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa yuwazungumza na malaika, akawaambia inni ja'ilun fil ardi khalifa. Malaika wakasema ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ewe Mungu, ewe Mola, unakwenda kujalia katika ardhi man, mtu ambaye kwamba yufsidu fiha, yuharibu ndani yake kwanza, wa yasfiku dima, pili yuamwaga damu. Malaika walijuaje? Malaika walifahamu vipi kwamba mwana wa Adamu atakuwa na kazi ya kuharibu na kumwaga damu? Alijuaje? Ulama al-mufassirun wanaonesha kwamba kabla yetu kulikuwa na majini. Wale majini wakapigana, wakauana, mpaka wakateremshwa malaika wakaja kuamua vita kama vile. Baadhi riwayati kwamba walikuwa wanafanya ufisadi wale malaika na majini, na wanafanya maovu. Malaika wakatumwa wakawaangamiza wale majini. Walipoangamiza, katika wao kulikuwa na kitoto kidogo, kiibilisi kidogo, kile kiibilisi kile kikatekwa. Kilipotekwa kikabebwa, kikapelekwa mbinguni, kikalelewa, kikawa ni citizen minal malaika, citizen katika malaika. Kikafundishwa tabia za malaika, kikaanza kusujudu sana, kikawa kinafanya ibada sana, kikazoea. Lakini idha kana tibau tibaa suin fala adabun yufidu wala adibu. Wale Waarabu wasema asili ikiwa mbovu, basi hata ibada hazisaidii, malezi hayasaidii. Ibilisi jumla kulelewa yote, mwisho alikataa kusujudu. Mpaka leo yeye na Mwenyezi Mungu wana mikataba yao, na yeye na sisi wana vita. Tuyawache hayo, si dharura. Malaika waliteremka wakawamaliza majini kwa uovu wao. Alipokuwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu ataka kumuumba mwanadamu, malaika wasema atajalu fiha, wajalia katika ardhi man yufsidu fiha, mtu ambaye kwamba atafanya ufisadi, wa yasfiku dima, na atamwaga damu. Mahallu shahid, Mwenyezi Mungu asema inni a'lamu ma la ta'lamun, mimi nayajua musio yajua. Mufassirun wasema a'lamu ma la ta'lamun, nitawapelekea ibada zitawabadilisha, zitawatoa uharibifu, zitawatoa umwagikaji damu wakizifanya vilivyo. Angalia, tangu Adam akiumbwa, ufisadi ulianza huko. Hasa ufisadi wa ardhi ulianza juu mbinguni. Ufisadi wa ardhi, maana Adam ni udongo ule, ameumbwa na udongo. Ibilisi anakuja, anaangalia, anazunguka, anatizama, tayari ufisadi ukaanza. Huyo mimi nitamiliki huyo mimi nitapambana naye, huyo mimi nitampoteza. Huyo ni nani? Si dharura ni nani, nitampoteza. Udongo, mchanga
unaanza kuleta matatizo mbinguni. Na ndio mpaka leo tatizo la ardhi lina matatizo duniani. Hakuna tatizo sugu kama la ardhi. Lao kamjepea mtu kipande cha ardhi yu tayari kukuua. Lao kamnyang'anya kipande cha ardhi yuko tayari kukumaliza, kwa sababu ufisadi ulianza huko. Atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Mwenyezi Mungu ajua yale ambayo kwamba malaika hawayajui. Ajua yapi? Ataleta ibada, ataleta swala, ataleta zaka, ataleta hija, zitabadilisha msimamo wa wanadamu. Ni nani aloanzisha maasiya ya kuua juu ya ardhi kama si mwanadamu? Habil na Kabil ndio wa kwanza walioasisi. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwamba hakutokei mwingine akamuua mwingine ila yule aloanzisha kifo ana kiflu minha, ana share. Mwanadamu kazi yake ni kufanya ufisadi. Mwanadamu kazi yake ni kuharibu. Nakumbuka siku moja kulikuwa na khatibu ala al-mimbar. Khatibu akhutubu juu ya mimbar. Katika kuhutuba akasema dhahara al-fasadu fil barri wal bahru. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahru. Yule aliyekuwa chini siku ya Juma akasema ala al-mimbaru wa ala al-mimbaru. Maana dhahara al-fasadu, ufisadi umedhihiri, bala kusema fil barri wal bahri akasema fil barri wal bahru. Mwingine akamsaidia akasema wa ala al-mimbaru, pia ufisadi umedhihiri sasa. Imekuwa za pondwa pia juu ya mimbari sasa. Kwa hivyo ufisadi, umwagikaji wa damu ndio kazi kubwa ya wanadamu. Niwaulize wapendwa Waislamu, leo tukiangalia katika ulimwengu, tuangalie Syria, tuangalie Iraki, tuangalie watu wanaswali, baada ya swala aenda kumuua mwenzake. Mtu anaweka bunduki lake yuwasali, anyenyekea, baada ya kumaliza yaktulu akhahu almuslima. Je, tatizo liko wapi? Kwa nini yawe haya? Ule mmoja katika wanazuoni aeleza kwamba innal ibadat, hizi ibada zinapofungamanishwa biilaliha wa maqasidiha, zinapofungamanishwa na zile siri zake na makusudio yake, basi hutekelezwa kwa uzuri zaidi. Swala nini ila yake? Nini sababu yake? Na kwa nini waiswali? Wataiswali uzuri zaidi. Akaendelea akasema sababu watu wamefanya zile ibadati ni adat, kama alivyosema muqaddimul barnamij mwanzo, yaqumu wa yusalli wa yakhruj, yuwasimama, yuwasali, yuwatoka, enda zake. Lao kamuuliza mtu kwa nini umeswali? Nimeswali tu. Si Mungu ameamrisha? Si nimeswali? Hata vijana mnakumbuka mnapokuwa mwataka kuingia msikitini, mmoja humwambia mwenzake nipe dakika 5 tu. 5 tu. Sasa hivi. Hata 5 nyingi, nipe 3. Sasa hivi. Naam, yule ndugu yake au rafiki yake atakaa nje kwa muda dakika 2.5 ashamaliza. Sema kwisha, nishafunga kitabu leo. Mungu aandike asaandike ataangalia, lakini mimi nishafanya kazi yangu. Je, ndio sababu ya wewe kuswali? Ni kwa nini leo fi alamina alhadhir wamuona shabun muslimun barobaro, Muislamu, amezaliwa katika Uislamu, amesoma Uislamu, anakuja ila sala, akirukuu shati yake na suruali yake vimeteta, havisikizani.
Bal utaona pengine ule mpasuko wa sehemu zake za siri waonekana. Amwambia Mwenyezi Mungu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Swala hii ina faida kweli? Swala hii itabadilisha umma? Swala hii itasaidia mujtama? Leo tunaona katika baadhi masajid anakuja shabun muslim amevaa chepeo, kwa uchamungu wake huigeuza ule mchamungu ule, huigeuza chepeo, ile chepeo kaangalia nyuma, ile kaangalia mbele, akaswali. Baada ya swala huyo enda zake, ashamaliza, ashafunga kazi, amekwenda zake. Je, hiyo swala italeta faida katika mujtama? Itabadilisha umma? Italeta baraka? Italeta mabadiliko ya maisha katika mwanadamu? Kalla thumma kalla. Kwa hivyo ulama wanasema hizi ibadati zote mpaka zifungamanishwe na masalih, zifungamanishwe na ilal. Kwa nini mimi nasali? Kuna sababu gani? Kuna siri gani? Kuna maslaha gani katika sala? Hikma gani iliyo katika sala? Mwenyezi Mungu ni Hakim, katika majina yake ni Al-Hakim. Maadamu ni Al-Hakim, na swala ibada zake fiha hikma baligha, ndani yake mna hikma kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu ni min Allahi jalla jalalu, zatoka kwa Mwenyezi Mungu atukushio. Soma katika Qur'ani, ibada yoyote Mwenyezi Mungu anapoieleza, anaeleza na faida yake na hikma yake na maslaha yake. Soma katika suratul Ankabut, utamwona Mwenyezi Mungu jalla jalalu asema nini? Wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Wa aqimis salah, ile aya imeanza mbali lakini tuna haja hapa. Wa aqimis salah, simamisha sala. Inna salata, hakika sala, tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Ndio kazi yake hiyo, si swala tu. Swala ikiwa la tanha 'anil fahsha'i wal munkar, si swala. Tusome saumu. Unaposoma katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu jalla jalalu, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Lengo nini? La'allakum tattaqun. Tuje katika zaka. Unaposoma zaka, Mwenyezi Mungu jalla jalalu anamwambia Bwana Muhammad, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Muona faida hiyo? Tuje katika hija, wa adhin fi an-nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiqin. Lengo nini? Liyashhadu manafi'a lahum. Muona kazi liyashhadu, ili wapate kushuhudia. Manafi'a lahum, si manafi'ahum, si manafi'ahum, manafi'a lahum. Yale manfa yameandawa, Mwenyezi Mungu ameandaa alivyoviandaa katika hija. Lengo yale manufaa ni yetu sisi. Leo mtu akienda hija, ukimuuliza uenda hija, pengine mwingine ule mwema huja akasema, ustadhi, hebu nifundishe hija kidogo, kuna nini kule? Utaambia kuna tawafu, kuna sa'i, kuna basi, ni hizo tu. Basi tayari hakuna neno. Kana kwamba enda kuzunguka, atakwenda Safa na Marwa, atalala Mina, atalala Muzdalifa, atarudi, basi amaliza. Umepata faida gani? Nimemaliza, kwisha, qudhi al-amr. Ile manafi'a lahum, manfa ya ile hija hana maskini. Ashay bi shay yuzkar. Ule moja alikuwa akienda hija kila mwaka. Siku hiyo akatembelewa na wageni nyumbani kwake.
Alipotembelewa na wageni akawa hunadi, mwanangu Juma, labek, lete jagi la hija ya kwanza, lete sahani ya hija ya pili, lete mswala wa hija ya tatu. Lengo kwamba ahisabu zile hija alozifanya, madha ntafa, amenufaika na nini, alipata nini katika hija. Si muhimu. Ndio kaona leo wale binadamu, watu fi alamina al-adhir, yusallun, wanasali, wanafunga, wanatoa zaka, lakini hazina natija, kwa sababu hawajui manufaa yake, hawajui masalih yake, hawajui hikam yake. Mwangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkwamba ni sayyidul abidin, ni bwana wa wenye kuabudu. Atuambia nini katika maneno yake? Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, hubbiba ilayya min dunyakum thalath, at-tib wan-nisa wa ju'ilat qurratu aini fi as-salat. Vitu vitatu Mtume amependekezewa katika dunia yetu. Hubiba ilayya min dunyakum, yetu, yeye hayumo. Thalath, mambo matatu. Atib, kila kizuri, mafuta mazuri, nguo mzuri, chakula kizuri, mazingira mazuri, yote. Wanisa, na wanawake, kuwaoa, kuwatetea, kuangalia. Waju'ilat qurratu aini fi salah, waju'ilat qurratu aini fi salah, kitulizo cha jicho la Mtume fi salah, ni katika sala. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akipatikaniwa na jambo alikimwambia, arihna biha ya Bilal, aqimis salah ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Bilal, simamisha sala. Bilal, tupumbaze kwa sala. Mtume akisali alikuwa ndani yake yuwatokota kama kutokota chungu, atokota. Wacha mimi naposwali, anaokuja nyuma mjua, fulani huyo yuaja, huyo fulani huyo yuaingia, fulani yuatoka. Na siku hizi kuna mtindo wenye kutaka rakaa za bure. Huja mbio, inna Allaha ma'as sabirin, inna Allaha ma'as, mbio, Allahu akbar, haraka pata rakaa ya bure. Tena imamu usimungoje, itakuwa ni kazi kubwa. Imamu kusoma fiqh, wewe mtu anatoka tokako, hana haja kupata rakaa. Nimesema inna Allaha ma'as sabirin, hukusikia imamu gani wewe? Mpaka ombe msamaha ndio ukubaliwe. Hana haja ya sala, ana haja rakaa ya bure, ana haja kutoka haraka, ana haja kwenda nje, hana dharura na ile sala. Sasa swala kama hizi, maashara almuslimin, zaka kama hizi, hija kama hizi, hazina natija katika maisha ya mwanadamu. Zenye natija ni zipi? Ni zile ambazo kwamba hikam, masalih, faida, siri, roho ya ibada iwe ndani yako, ndani ya moyo wako. Unaposimama unanong'ona na Mwenyezi Mungu, wamuona Mwenyezi Mungu ayanan. Unapotoa unatoa lillah. Unapohiji unahiji kwa ajili ya manafaa. Hapo tutakuwa na mabadiliko katika maisha yetu. Kwa hivyo maashara almuslimin, hikam wa maqasid alibada ni kumtengeza mwanadamu, ni kumtoa ule ufisadi, ni kumtoa umwagikaji damu, ni kumtoa ule utapeli, ni kumtoa ule urongo ambao kwamba henda ukazukia katika maisha yake. Ndio kazi ya ibada, ili mwanadamu awe ni mzuri, ili mwanadamu awe na msimamo sawa sawa. Twende katika nukta ya tatu. Limadha na'budu Allah, kwa nini tunamwabudu Mwenyezi Mungu?
Kwa nini twaswali? Kwa nini tunatoa zaka? Lao nikawauliza mmoja baada ya mwingine, kwa nini waswali? Mwingine atasema nataka pepo. Sawa, nataka pepo. Sio. Mwingine atasema nataka radhi za Mwenyezi Mungu. Sio. Hatuswali kwamba tunataka pepo, wala hatuswali kwamba tunataka radhi za Mwenyezi Mungu. Tunataka nini? Limadha nusalli? Twaswali twataka nini? Tuseme kwamba twataka pepo. Tuseme twataka pepo. Ala sabili mithali. Nitakwambia kuna watu duniani wataswali, watafunga, watahiji, watatoa zaka na wataingia motoni. Kwa hivyo hatuswali kwa ajili ya pepo. Mwanifahamu Kuna watu duniani yusallun wa yuzakun wa yahujun, wanasali, wanahiji, wanatoa zaka, siku ya kiyama ingia motoni. Sasa ikiwa twaswali kwa ajili ya pepo, huwaje kaingia motoni na ameswali? Haya siyasemi mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa na masahaba wake, akawauliza ataduruna manil muflis, mwamjua ni nani aliyefilisika? Akasema almuflisu fina man la dirhama lahu wala mata, ni yule ambaye kwamba hana shamba maskini, hana gari, fukara fuke, taabani hali yake, ni mlala hoi. Mtume akasema siye huyo, nawaambia muflis siye huyo. Mtume akasema almuflisu fina, muflis katika sisi ni yule yaum alqiyama atakuja na swala, atakuja na zaka, atakuja na saumu, atakuja na hija, amesali, akala mala hadha wasafaka dama hadha wakadhafa hadha washatama hadha. Swala alhamdulillah ana gunia 10, zaka ana maboksi kadha, hija tele kila mwaka yuenda, lakini akisimama mbele ya Mwenyezi Mungu, shatama hadha, alimtukana yule, wakadhafa hadha, alimsingizia yule, wa akala mala hadha, alikula mali ya yule, mali ya mayatima amekula yeye, shamba za watu amenyang'anya yeye, majumba amenyang'anya yeye, mashamba yote yamejaa tumboni mwake. Dhalim mkubwa ni yeye. Zichukuliwe zile hasanati zake, wapewe wale hasanati, zikimalizika madhambi yao apewe yeye, atiwe motoni. Swala imesaidia nini? Zaka imesaidia nini? Hija imesaidia nini? Qiyamul layli zimesaidia nini? Sadaqat zimesaidia nini? Kwa hivyo hatuswali, hatufungi, hatutoi zaka kwa ajili ya pepo, hapana. Wala hatuswali kwa sababu tupate radhi za Mungu, hapana. Kuna kitu tunafanya ibada twakitafuta. Ni kitu gani? Limadha naabudullah, kwa nini? Tutaka nini? Tutafuta nini? Mimi naona hivi, tunaposoma katika sura Ash-Shu'ara, Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam alinyanyua mikono akamwambia Mwenyezi Mungu, Rabbi la tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun
illa man ata Allah biqalbin salim. Tumeona Nabii Allah Ibrahim aomba rabbi la tukhzini yawma yub'athun, Mwenyezi Mungu usinifedhehe siku watu watakapofufuliwa. Yawma la yanfa'u malun wala banun, si kwamba mali wala watoto hawafali kitu, illa man ata Allah, ila yule ambaye atamwendea Mwenyezi Mungu biqalbin salim. Sio man ata Allah bisalawatin kathira, sio man ata Allah bizakawatin kathira, wala hapana, illa man ata Allah biqalbin salim, kwa moyo uliosalimika, salimin min al-kibr, salimin min al-ghush, salimun min ar-riya, salimun min al-hasad, salim, moyo ambao kwamba umesalimika, hauna kibri, hauna ria, hauna ujbi, hauna hasadi, hauna dhulma, hauna mabaya. Huu ndio moyo unaotakiwa. Kwa hivyo tunaposwali, tunapofunga, tunapohiji, tunataka mioyo yetu itengee. Moyo ukitengea, basi kila kitu kimetengea. Leo kwa nini Muislamu amua Muislamu wenzake? Moyo wake umekuwa sugu, swala haifanyi kazi kwake. Kwa nini Muislamu adhulumu na yuwasali qalbuhu ghairu salim, moyo wake haukusalimika? Kwa nini tunakula mali ya mayatima, moyo wako ghairu salim? Kwa nini tunanyang'anya? Kwa sababu moyo ghairu salim. Illa man ata Allah biqalbin salim. Ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikiomba dua, Allahumma inni as'aluka qalban saliman, ewe Mwenyezi Mungu nakuomba unipe qalbun salim, moyo uliosalimika. Najiuliza na mimi, je, swala yako yakupa qalbun salim? Zaka zako zakupa qalbun salim? Hija zako zinakupa qalbun salim? Sadaka zako zinakupa qalbun salim? Ikiwa hapana, basi bado hatujaswali, bado. Kuonesha kwamba hatuna qalbun salim, ndio taona zile sha'airullah hatuzitambui. Kwa nini? Na kuuliza, unaposikia Allahu Akbar ushtuki. Kwa nini ushtuki? Kwa sababu moyo umeganda. Kwa nini unaposikia hayya ala sala ushtuki? Moyo umeganda. Kwa nini unaposikia as-salatu ala nabi ushtuki? Kwa sababu moyo umeganda. Illa man ata Allah biqalbin salim. Kwa hivyo maashara almuslimin, kitu ambacho nusali, tunaswali, tunafunga, tunafanya yote, tunachokitaka nini? Alqalbu salim. Tutaka moyo uliosalimika. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi akasema, ala inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Katika mwili wangu na wako kuna kinofu cha nyama. Kinofu kama kile kikitengea, mwili mzima umetengea. Kikiharibika, mwili mzima umeharibika. Ala wa hiya alqalb. Ndio tamuona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam kila akimaliza kusali anasema, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ewe muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, uthubutishe moyo wangu juu ya dini yako.
Ndio ile shairi akasema ma summiya alqalbu illa min taqallubihi fahdhar min alqalbi min qalbin wa ta'wili. Ma summiya alqalbu qalban, moyo haukuitwa kalbu illa min taqallubihi, isipokuwa wabadilika sana. Leo una imani, kesho una nifaki, kesho una hasadi, kesho kutwa una kibri, kesho kutwa una kadha. Fa'dhar min alqalbi min qalbin wa ta'wili, tahadhari moyo usibadilike ukakosa lengo la swala, ukakosa lengo la zaka, ukakosa lengo la yote. Tuje nataijul ibadat. Tunajaribu ili tuweze kukamilisha muhadhara huu, lakini mengi tunayawacha. Tuje katika nataijul ibadat, natija za ibada. Utajua vipi kwamba nimeswali, swala imefanya moyo wangu salim? Utajua vipi? Nimetoa sadaka imefanya moyo wangu uwe salim? Utajua vipi? Nimehiji, hija imefanya moyo wangu uwe salim? Utajua namna gani? Kuna mambo zaidi ya 10 ukiyaona hayajua kwamba umeanza kukubaliwa na moyo wako ni salimu. Jambo la kwanza, mujalasatu salihin, kukaa na watu wema. Wapenda kukaa na watu wema? Baada ya sala ukitoka msikitini uenda wapi? Sitaki unijibu, nakuuliza wewe, ndani wajijibu bali insanu ala nafsihi basira. Baada ya swala ya Isha uenda wapi? Baada ya tarawehe wenda wapi? Walipotoka hija hivi sasa wakana nani? Ikiwa wakana watu wema, basi jua hija yako imefanya kazi, ndio natija yake. Ikiwa bado uko kule, basi bado sema tufanye nini bana, mambo ni magumu, mambo hayawachiki. Kuna watu sampuli mbili katika ulimwengu. Kuna watu maasiya huwawacha, kuna watu huacha maasiya. Kuna watu maasiya huwawacha na kuna watu huacha maasiya. Kuna mwingine alikitafuna, mwanielewa alikitafuna sasa hana meno, afanye nini? Amewacha. Yamekuacha, huna meno. Maasiya yamekuacha, huna meno. Kuna mwingine alikuwa ni mtukutu, akifanya pale, akigusa mke wa yule, akigusa binti za watu, mpaka filu mutaaddi kwingine pia akienda. Sasa hawezi tena, mbona umewacha? Mambo siku hizi hayajipi. Tumekwisha tena, ni maasiya amekuacha, sio umewacha maasiya. Kwa hivyo kuna watu sampuli mbili. Kuna watu maasiya huwawacha wao, kuna na watu ambao kwamba huacha maasiya. Sasa unaposwali jipime, ni maasiya yamekuacha au ni wewe umewacha maasiya? Yale ulikiyafanya umeyawacha kwa ajili ya Mungu au yamekuacha wewe huwezi tena kuyafanya? Bal insanu ala nafsihi basira, mujalasatu salihin. Unakaa na watu wema? Wapenda watu wema? Wapenda maskani njema? Barobaro unapomaliza kusali, aina tatawajja, unakwenda wapi? Unakwenda kukaa na nani? Kwa sababu hakuna kitu kinaharibu mujitama kama rafiki. Wewe muangalie mwanao, mtoto wako, unamwambia mwanangu kuna kadha wa kadha, akwambia lakini rafiki yangu amesema. Mimi baba yako nakwambia, wanaambia rafiki yangu amesema. Mwanangu usifanye kadha, mwanangu kadha haifai, lakini rafiki yangu hufanya. Lakini rafiki yangu huenda, lakini rafiki yangu twakutana, lakini haifai. Rafiki yangu, anil mar'i la tasal, wasal an qarini.
innal qarina bil muqarani yaqtadi. Ukitaka kumjua mtu usimuulize nani rafiki yake nani fulani, basi kwisha, hatuna mtu tena. Kwa nini? Rafiki yake ni fulani, kwisha, qudhiya al-amru, inna lillahi. Ikiwa rafiki yake ni fulani, kwisha, tushajua ni nani, basi anil mar'i la tasal. Kwa hivyo man jalasa anas, mtu yote mkwamba unaokaa na mtu zile tabia zinatambaa, zinakuingia kwa haraka. Wakana nani? Waishi na nani? Jirani yako nani? Rafiki yako nani? Ni kuonesha mfano. Miongoni mwa mtu kubadilika ni mtu mwenzake. Kwani mnaposoma katika Riyadhus Salihin kama sikosea, ule alioua watu 99 akakamilisha na ule mwanachuoni Jua Kali, alikwenda wapi? 99 ule mwanachuoni Jua Kali akakamilisha naye, wakawa 100. Kisha ule mwanachuoni ule mwingine alimwambiaje? Alimwambia toka uende nje ya mji, kuna watu wema, ukae na wao. Hapo ndio dalili kwamba swala yako kisali, sadaka yako, utapata qalbun salim, natija yake utakaa na watu wema. Ndio Imam Shafi'i akasema uhibbu salihina walastu minhum la'alli an anala bihim shafa'a wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi walau kunna sawa'an fil bidha'a. Kuna watu huwa hawataki, husukumwa wakataka. Kuna watu huwa hawamo, lakini huwamo kwa ajili ya marafiki. Na sasa sisi ustahiana, nifanyeje bwana, ni mtu wangu, sikuweza kukataa. Ni muhisani wangu, sikuweza kumpinga. Ni wangu mtu, ni rafiki yangu wa siku nyingi. Mbona kumwambia tufanyeje? Ni yao tu. Kwa nini hukupinga? Ni rafiki yangu. Sasa kule kustahiana kunasababisha uingie katika matatizo. Je, hivi sasa usikia moyo wako baada ya swala, baada ya hija zako, miaka uliyoifanya, wapenda kukaa na watu wema? Kama wapenda, basi minal faizin. Je, jambo la pili sasa, wajihisi kwamba wapenda kusimama usiku kuswali? Wapenda kusimama usiku? Kwa sababu hakuna ibada ngumu kama kusimama usiku. Uweza kuweka kengele ukaizima mwenyewe. Ile kengele ukaizima mwenyewe aswa, ukaweka na muadhini Allahu Akbar, ile wa kwanza Allah zima kabisa. Ndio salama yako. Kengele umeweka wewe na umeweka saa 10 nitainuka, ile Allahu Akbar, ile Allahu Akbar ya pili kidole cha gumba, ndio salama yake. Inyamaze kisha jifunike. Basi pale watu wacha swali na jua limetoka, ndio wainuka, a'udhu billahi minash shaitani rajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Aina kunt? Ulikuwa wapi? Kwa sababu hakuna sehemu nzito ambao utajihisabu kwamba sasa nimekubaliwa, sasa moyo wangu salim. Je, wainuka usiku? Wangalia masahaba, ubadu laylin idha janna adh-dhalamu bihim kam min abidin dam'uhu fil khaddi ajrahu wa usdu ghabin idha nada al-jihad bihim habu ila al-maut yastajiduna ru'yahu. Masahaba walikuwa ubadu laylin, usiku wanainuka, wanalia, wananyenyekea, wanataka msamaha, wanarudi kwa Mwenyezi Mungu. Ikifika mchana, basi tayari katika jihadi wapigana. Leo tunaona vijana wetu ataka kufa shahidi alfajiri, miaka 20 hajaswali, ataka kufa shahidi. Allahu Akbar, takbiri. Wenda kufa wapi wewe? Wenda wapi? Wataka shortcut ya peponi ipi?
Masahaba walikuwa ubadu lailin, hata kama atauawa usiku amesimama, ameswali alfajiri, ameswali adhuhuri, ameswali swala zote, wewe wasikia Allahu akbar, watoka kufanya mambo yako, wakimbia kwenye jihadi, wala si jihadi kamwe, kwa sababu bado mioyo haijawa salimu. Natija yake hatujaweza kusimama usiku kuzungumza na Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Ndio utaona wale ulama waliotangulia walikuwa ni wazito, kwa sababu usiku wazungumza na Mola wao. Walikuwa na nur kwa sababu usiku wazungumza na Mola wao. Leo sisi twalala fo ni kwa sababu mioyo yetu haijawa salimu. Lingine ni kwamba je, takra'ul Qur'ana bitadabbur? Qur'an unapoisoma wahisi vipi? Tadabbur, waifahamu Qur'ani ya kuathiri ile Qur'an unapoisoma? Ikiwa bado moyo haujawa salimu bado. Jambo lingine ni kwamba je, ushawahi kufunga siku moja ya joto kwa ajili ya Mwenyezi Mungu? Kuna watu Ramadhani ikimalizika mpaka Ramadhani ndio afunga tena. Zingine kina sita, kina siku nyeupe, kina Jumatatu na Alhamisi, kina nani, wote hawa hazimo angoja Ramadhani, hata Ramadhani ndio aweze kufunga. Je, ushawahi kufunga siku moja kwa ajili ya joto la kaburi? Ushawahi kufunga siku moja kwenye joto kali ukajua msimamo wako kwamba uko namna gani? Ikiwa bado ibada hazijafanya kazi, bado moyo haujawa salim, bado. Maashara sada, maashara almuslimin, natija ya ibada ni haya ambayo tumeweza kueleza katika wakati huu, na hasatan ikiwa ni haya ambayo nimeyagusia machache. Sitaki yawe mengi ya kushinde kubeba, nataka yawe machache uweze kuyabeba. Kwa hivyo tunambudu Mwenyezi Mungu ili mioyo yetu iwe salimu, iwe mizuri kabisa. Kisha baada hapo natija ni mujalasatu salihin, qira'atul Qur'ani bitadabburin, uisome Qur'ani kwa tadabbur na hukuwalia. Angalia wale ulama waliotangulia walikiona Qur'ani rasaila min rabbihim, ni barua toka kwa Mwenyezi Mungu. Usiku wanaisoma, asubuhi wanapitisha zile hukumu zake. Usiku amesoma kwamba Mwenyezi Mungu hapendi dhalimin na yeye si dhalim. Amesoma usiku wa aqimu sala, anasimamisha swala. Jana usiku amesoma Mwenyezi Mungu hawapendi warongo, anakuwa mbali na watu warongo. Lakini sisi vitabu vyetu zaidi ni zile ngano tuzisomazo, si Qur'ani. Na mtu akisoma Qur'ani basi ni kara moja, wala haielewi kamwe. Umeelewa Qur'ani? Ni hivyo hivyo, soma tu kara moja mbili basi. Allahu wa rasuluhu alam. Maashara sada, Mwenyezi Mungu atupe kheri inshallah. Mwenyezi Mungu ajalie tubadilike. Mwenyezi Mungu ajalie tuongoke na tuwe tumejua faida ya ibada nini na kwa nini tufanye ibada na tunatarajia nini kwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Kwa haya machache ambao nimeweza kuyafikisha katika masikizi yenu, tutaraji insha Allah taala tutabadilika, hata kama ni nukta, hata kama ni kidogo, lakini tutakuwa ni wenye kubadilika. Wassalamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته وكل عام وأنتم بخير.